Jamani, muda unazidi kwenda Kila mmoja wenu ataingiza mkono kwenye huu mkoba. Kwa yoyote yule atakayekamatwa na kupata maumivu, basi ndio muhusika. Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Mama, unaogopa nini? Uweka, hakuna chochote kitakachotokea. Hao unaona hakuna mganga wala ustazi hapa. Ni matapeli tu mjini. Kwa hakuna chochote kitakachokukuta mamangu. Mama, weka, natupotezea muda. Mzee, nadhani umejionea baba yako ni nani. Sasa tumtoe maumivu alikuwa nayo au tumwache? Cheki usaka nilivyokosa haya. Hivi wewe mwanamke, mimi nilikukosea kitu gani? Hao mimi kosa yangu kukuzana wewe au kosa mimi kukuoa wewe? Shehe, mimi nimeumbwa na imani na nimezaliwa katika mifumo ya dini, nimelelewa katika mifumo ya dini. Mtoe ya maumivu. Ndugu yangu Ustazi, mimi nashukuru sana kwa msaada wako, na kikubwa mbaya wangu nimemjua, lakini pia nimefanya hivi kwa sababu ya kumsaidia yule binti, kwa sababu alikuwa anaishi maisha magumu sana. Binti kama yule bado ni mdogo sana, na anapofukuzwa kazi kwa makosa ambayo sio ya kwake tayari inakuwa ni changamoto, alafu ana familia ambayo anamtegemea. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana ndugu yangu, asante sana. Kiukweli ile jambo lilivyonipa limenigusa sana kwa sababu bado ni binti mdogo na anahitaji kupambana katika maisha yake, kuisaidia familia yake, hususani kijana mdogo kama yule akiwa anaangaliwa na familia. Mtaani pagumu sana ndugu yangu, umefanya jambo la maana sana. Hongera yako bwana.
wewe ndio unajiita ustazi, umekuja kumzalisha mke wangu, si ndio? Kwa umetoka huko ulikotoka kuja kwenye nyumba yetu kuja kutuzalisha, kutugombanisha. Sikiza wewe nikwambie. Humu ndani kwangu hata ufanye nini uweze kutugombanisha sisi. Na hii adhabu niliyokupa hapa ni ndogo. Hani hivi nilivyokulesha ni padogo sana. Tena nataka utembee hivyo hivyo barabarani kote watu wakuone. Udhalilike kama ulivyomdhalilisha mke wangu. Yaani sisi tumekaa humu ndani tunapanga mipango yetu, wewe unakuja kupanga. Umekuwa nani wewe? Umekuwa nani mpaka kuja kupanga mipango yetu? Hivi mama, una nini hasa? Hebu niambie. Nini kinachokusumbua? Hivi unafikiri huyu ni nikalako wewe? Mbona huna hata heshima kwa kila mtu? Wewe unamjua ni nani? Au unafikiri kila mtu ni nikalako tu? Hivi wewe unajitaka au hujitaki? Nyamaza wewe. Kwanza wewe ndio chanzo cha kila kitu kinachotokea humu ndani. Kwanza kitu gani kinachofanya uendelee kukaa humu ndani? Kama kufukuza tushakufukuza. Kila mbinu tunafanya uondoke humu ndani bado umeng'ang'ania. Huko kwako hakuna starehe nzuri kama unazozifanya hapa, si ndio? Yaani hakuna masofa, hakuna sehemu nzuri ya kulala. Ndio maana umeng'ang'ania hapa kwa mwanao. Wewe mzee, unachokitafuta hutakipata. Kile ulichopata cha mara kwanza kwenda hospitali ni kidogo. Sasa hivi kitakuwa kikubwa zaidi ya hicho. Kwa binti wewe, Mwenyezi Mungu amekuumba mdomo kwa ajili ya kuongea, lakini sio kwa kutukana watu wazima au kila mtu unayemuona, si ndio? Kwa hiyo mdomo wako unatumia vibaya. Chunga sana maneno unayoongea. Koma wewe, tena koma. Wewe ni nani mpaka unaanza kunifundisha mimi jinsi ya kuongea hapa ndani kwangu? Ni nani wewe? Tena usije kuthubutu tena kuongea. Mzee, ili ni adhabu ndogo sana nimempa, lakini kila mwanadamu anafunzwa kwa makosa aliyoyatenda. Situmeelewana Nakuelewa shehe. Akiendelea kujifunza kwa makosa aliyofanya, basi nitakuelekeza kila kitu, atakaa sawa. Safi sana ustazi. Yaani mimi nimependa. Huyu anatakiwa apate mafundisho kama haya ili siku nyingine awe na nidhamu na heshima kwa kila mtu anakutana barabarani. Mimi ndugu yangu, naomba nikuombe radhi kwanza kwa huyu aliyotokea. Fanya kama nimekosea mimi mtu mzima mwenzio. Naomba unisamehe kwa hilo. Sawa, mimi nimekuelewa, sijali mzee. Asante sana. Kila la heri. Mama, kitendo ambacho ulichokifanya mimi sipendezewa nacho hata kidogo. Kwa nini unakuwa na roho ya ajabu kiasi hicho? Yule alikuwa ni mumeo. Hata kama mtakuwa mmeachana, lakini bado ameweka alama kubwa sana kwenye maisha yako na haiwezi kufutika hata siku moja. Wewe unafikiri ukimwona unapata faida gani? Haya ndio tuseme sasa amekufa. Ni kitu gani ambacho ungefaidika nacho? Mwanangu, utaniona sana mimi mbaya na baba yako utamuona mwema. Lakini ujui tu achoe kunifanyaga zamani. Yule baba yako alitakaga kunichoma na kisu, na sio mara moja, ni mara 3. Anataka kuniua. Na wamenisaidia majirani. Majirani wote wanajua. Na mimi kila nikimuona natamani tu nilipize kisasi juu yake kwa yale alionifanyia zamani. Majirani wote wanajua pale tulipokuwa tunakaa. Siku zote aliyopita yamepita. Hayawezi kurudi nyuma hata siku moja. Cha kukushauri mama yangu, sawa? Na kuomba umsamehe baba na usahau yale yote ambayo amekufanyia. Weka tu kwamba yalitokea na sasa hivi hakuna tena hicho kitu. Sawa? Msamehe baba na muishi kama zamani.
mnajua mkiwa hivyo katika hizo tafarani, yani kiukweli mnaumiza sana akili yangu. Yani sijui ni upande wako au niwe katika upande wa baba. Yani sijui hata ni upande gani. Na kuomba, mimi nipo tayari mke hapa hata mwezi mmoja, hata miezi miwili. Lakini sitaki mkae mkiwa mnapurukushani kama hizo. Na kitu kingine mama yangu, kesi ya mauaji ni kubwa sana. Endapo ukiua, unakwenda jela. Maisha yako yote unakwenda kuyamalizia huko. Sasa utapata faida gani ukifanya hivyo? Naomba basi umsamehe na mambo mengine uachane nayo mama yangu. Hicho anachokitaka akiwezekani. Kama vipi aende tu. Maana alichokifata kashakipata. Mwache aende. Mama, hivi wewe una huruma hata kidogo? Hali ya babangu wewe unaiona jinsi ilivyo. Hali ya babangu sasa hivi sio nzuri. Unataka hapa mimi nimfukuze aende akakae kijijini? Huko kijijini anakwenda kukaa na nani? Ikitokea siku amezidiwa, ni nani ambaye atamsaidia? Hicho kitu mama siwezi kukubaliana nacho hata siku moja. Baba ataendelea kukaa hapa hadi pale atakapokaa sawa. Akishakukaa sawa ndo ataondoka, lakini kwa sasa hivi atabakia hapa hapa. Na wewe sasa hivi ushaanza kwa jeuri. Unanijeuria paka mimi mama yako. Mimi nachokwambia, kuanzia sasa hivi sitaki ule mwanamume kumuona huko ndani. Mimi nachokwambia mtoe mule ndani. Sitaki nimuone. Na mimi ndo nimeshasema hawezi kuondoka kwenda popote pale mpaka atakapokuwa sawa. Nafikiri tumeelewana, na sizitaki hizo mada za kusema babangu anataka kuondoka huko ndani. Mke wangu, una shida gani? Una nini sasa unamie? Mama! Mama! Nyumba, umekucha tena. Kuna nini? Sio ni kitu gani kimempata? Naona namuongelesha hata anijibu. Sasa sijui sauti imemkauka, amekuwa bubu ghafla hata sielewi. Wezai. Nini kimekukuta? Salungi, nimfanya nini? Mimi sijui mama, mimi nimemkuta akiwa katika hiyo hali. Baba! Baba! Ni kitu gani kimemkuta mke wangu? Mbona amekuwa bubu tu ghafla? Kila nikijaribu kumuongelesha yani aongee chochote kile. Sijui amekuwa bubu vipi, na atolee hata ni kitu gani, tunazidi kuchanganyikiwa. Usijali Sarungi, na wala usiwe na wasiwasi. Haya ni mambo madogo sana. Baba, yani unasema ni jambo dogo wakati mke wangu unaona kabisa ongea yani amekuwa bubu? Hebu jaribu kwa serious basi mzee. Sarungi, mara nyingi sana nilikuwa nakwambia, jaribu kuongea na mke wako, aheshimu au na nidhamu kila aina mtu anakutana barabarani. Wakati natoka hapa na msindikiza mtaalamu wangu pale getini, mke wako amekuja na kumwagia maji Ustaz. Na sio maji tu, bali akampromoshia matusi ya nguoni tena mazito kabisa. Hivyo yule shehe akaamua kumpa adhabu kidogo tu ili awe na nidhamu siku nyingine. Baba, unazungumza nini? Yaani anampa adhabu kwa misingi ipi labda? Anamfanya mke wangu bubu alafu unaniambia tena anampa adhabu? Baba, ule mtaalamu wako mimi simjui. Na wala yeye hanijui. Hajanichangia hata nia yake kwenye mahari. Sijui unanielewa vizuri? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini sana. Nakupa masaa mawili tu. Mtafute yule jamaa yako airejeshe hali ya mke wangu. Yakipita hayo masaa mawili, hali ya mke wangu haijarudi kama ilivyokuwa mwanzo, nitakacho kufanya wewe na wewe mtaalamu wako Mungu ndo anajua. Tafadhali baba, usitaki kujua upande wangu wa pili. Na kuheshimu, naomba ushikilie heshima ambayo mimi nakupa. Sarungi, unapata wapi nguvu kunifokea kama mtoto wako? Shut up your mouth baba. Naomba ufanye nilichokuambia.
Ona ulivyodhalilika. Kila siku nakwambia, acha kufuatilia mambo ya watu. Uko bizi na kufuatilia vitu vya watu. Ona leo ulivyodhalilika, mzee mzima usiokuwa na haya wewe, wala uoni vibaya. Funga bakuli lako wewe. Alafu uliyofanya usione kana kwamba nimekaa kimya, nimependezewa nayo. Hii ligi bado inaendelea. Ile silikuwa klabu bingwa, basi ni ligi ya Irani. Sikia wewe, mimi unitishi na sikuogopi tena. Sasa hivi sumipona. Kinachofuata ni kukuua kabisa, uturudi tena. Zai, tundoke. Baba, naomba unisamehe sana, maana kila siku napitia mitihani mingi kwa sababu yangu. Usijali binti yangu Fabiana. Na hiyo tunafanya hivi kwa sababu ya upendo sana. Ni jinsi gani nakupenda kiasi kikubwa. Lakini pia hakuna kitu ambacho nachoumia kama kuona upoteze kazi kwa sababu ya uzembe wa watu au makosa ya mtu. Alafu sitoshe, wewe ni bado binti mdogo sana. Una familia inayokutegemea tayari. Na ni bora unafanya kazi hizi kuliko uende nje ukafanya mambo ya ajabu na ya kipumbavu ambayo hayapendezi katika jamii. Kwa hiyo mimi nitakupambania mpaka mwisho wake. Kwa hilo ondoa shaka Fabiana. Ni kweli unachokizungumza wewe. Pia asante sana kwa kunirejesha kazini. Lakini unafanyaje kuhusu Madam Zaina? Umepewa masaa 2 tu. Usijali binti yangu. Yule mtaalamu aliniambia atanielekeza jinsi ya kuondoa tatizo kwa Zai. Lakini najaribu kumtafuta kwenye simu yake haipatikani. Lakini inawezekana kama amezima chaji. Nafikiri akipatikana atanielekeza. Baba, muda unazidi kwenda, lakini na bosi sio muda anarudi. Itakuwaje sasa akimkuta bado yupo katika hali ile? Na ulivyokuwa bahati una katika hii nyumba, atakuelewa kweli? Fabiana, kwa hilo usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Kuwa na amani ya moyo. Sawa baba. Naona muda unazidi kwenda, acha nikakuandalia chakula ndani. Ndugu yangu, yaani kiukweli napitia changamoto kubwa sana kwenye ndoa yangu. Wezi amini, kila siku nyumbani kwangu kuna kesi. Yaani kitoka kesi hii inakuja kesi hii. Mpaka muda mwingine nachoka, sijui ni kitu gani nifanye. Kaka, hiyo ni changamoto sana. Lakini kitu ambacho nakushauri ni kwamba tushakuwa baba. Ushaelewa? Kwa hiyo hatuwezi kukimbia majukumu wala matatizo. Yanapokuja matatizo inabidi tukabiliane nayo. Kwa hiyo kitu ambacho nakusihi ni kwamba usikimbie tatizo. Angalia tu namna gani unaweza kulisolve hilo tatizo. Wanachokizungumza kina ukweli. Lakini kwangu mimi naona kama imekuwa ni tofauti kabisa. Hivi unajua kaka, ndoa yangu mimi ni ya moto sana. Yaani ni ya moto tofauti na wewe ambavyo unavyofikiria. Hivi tunavyoongea mimi na wewe hapa. Jana tu mamangu ametoka kumwekea sumu babangu. Hiyo ndogo. Hapa ambapo unapoona mimi nipo sasa hivi, mke wangu nyumbani yuko ni bubu, yani haongei. Hivi visanga vyote vinatokea kwenye familia yangu. Unajua mpaka muda mwingine nachanganyikiwa, sijui hata ni kitu gani nifanye, ama sijui familia yangu imekumbwa na mkosi gani. Nashindwa, yani sielewi. Kesi kila kukicha, asubuhi kesi hii, mchana kesi hii, usiku kesi hii. Sijui nitatue ipi niache ipi. Kila nikiangalia kila kesi inamshinda mwenzake. Hiyo sasa kaka ni changamoto. Tena ni changamoto kubwa sana. Lakini kitu ambacho nakushauri ni kwamba
matatizo siku zote yameumbiwa kwa ajili yetu, kwa hiyo hatuwezi kuyakimbia. Na ukicheki tayari tushakuwa watu wazima sasa. Kwa hiyo unapokutana na changamoto kama hizo, pambana nayo. Sawa. Nitajaribu kufikiria pia na namna gani naweza kufanya ili mradi ukiepuka yote haya. Ila mbona kimya sana kuhusiana na ile jambo langu? Mpaka leo hujanishauri chochote ndugu yangu. Au ndio hivyo tena umelipuuzia? Oh. Sijalipotezea ndugu yangu. Nalifanyia kazi, lakini kitu ambacho nakushauri ni kwamba tenga pesa weka kwenye biashara, alafu pesa nyingine weka kwenye ujenzi. Kwa sababu unaweza ukachukua pesa yote kwenye ujenzi alafu ikapotea. Shaona? Kwa hiyo kitu ninachokushauri, tenga pesa weka kwenye biashara na pesa inayobaki weka kwenye ujenzi. Wazo lako ni zuri sana. Na ndio maana kila siku mimi nasema wewe unakuwa ni master plan sana kwenye maisha yako. Unafanikiwa kila siku kwa sababu vitu vyako unakuwa unavipangilia hivi, yani vinakuwa vimenyooka. Sawa, basi mimi nitafanya hicho kitu ambacho ulichoniambia wewe. Ila kuna kitu mimi kinanichanganya bado. Unajua mimi si mzoefu sana kwenye masuala ya biashara. Naweza nikasema kwamba sielewi chochote biashara nini inataka. Kwa kuwa wewe ni mzoefu na hizi ndo harakati zako, basi nilikuwa naomba ndugu yangu angalie ni namna gani ama ni biashara gani mimi naweza kufanya kiasi cha kwamba nikiwekeza pesa yangu isije ikaenda bure. Unajua unavyowekeza kwenye biashara, lengo unavyowekeza upate na faida. Kwa hiyo nisije nikiwekeza sehemu hela mwisho siku zote zikapotea. Kwa hiyo naomba uangalie ni biashara gani ambayo unaweza kufanya, alafu baadaye mimi nijue ni kitu gani naweza kufanya kwenye hiyo biashara. Nadhani nipe siku 2-3. Nilifikiria ile jambo alafu nitakupigia simu nikujulishe. Basi sawa, acha mimi nirudi kwenye familia yangu. Si unajua tena familia yangu changamoto kila kukicha. Nisije nikarudi huko nikakuta watu wameshauana kabisa. Ni kweli. Sijali. Poa basi baadaye ndugu yangu. Haya, karibu. Poa. Nilikupa moyo wangu ukauchukua taratibu, sasa mabaki ni majivu na jina lako baby. Ndio mama kunifanyia surprise. Ndio mamangu mkwe. Wewe binti koma. Meza kama mama wako au mama mkoko za kwa kama mimi? Yeye unachukua mabwana watu, alafu unasema mama mko mama mko. Nani mama mko wako? Una haya wewe? Unajui kwamba ni mume wangu? Au unajizima data? Hajakwambia kwamba ana mke? Umeacha kutembea na wachafu wenzio kuja kwa mume wangu mradi tuambukiza UTI. Wewe mpuzi eh? Tena mama samani. Tena samani sana. Huyu ni mwanaume wangu. Tumetoka mbali sana. Haya, ujifananie wewe. Yaani nashinda mpaka jinsi ya kukuelezea jinsi ulivyo. Utikisiki mbele wala nyuma. Hivi unaweza ukanifanisha kama vile nilivyo mimi hivi? Afu uje ukasema eti kwamba huyu ni mwanaume wako. Mbona uendani naye? Tena naomba uondoke, sitaki kesi katika maisha yangu. Si umenielewa wewe kizee? Mo, umeniletea mwanamke wako mjinga aje kunitukana? Umemtuma nitukane? Hivi wewe msichana, una haya? Mo, ongea na walako. Sitaki nimvunjie heshima. Nitakupiga ili Mo hakikishe ninavyojua kupiga mtu. Huyo anayemuita mkubwa mtu mzima anapiga vipi? Wewe si kitoto cha 2000, nitakufumua, nitakukanda. Usicheze na mimi. Hebu jaribu uone kama wewe kweli bikize una uwezo wa kupigana na mimi. Hebu fanya kwanza nione hiyo advertise yako.
Wanipiga mimi? Wewe kizee wewe. Ngoja nikuonyeshe. Nye, hebu naomba msije mkanivuruga sasa hivi. Akili yangu iko sawa. Kama mnataka kuuana, naomba mkatafuta ulingo huko mkauane, lakini sio hapa nyumbani kwangu. Tumeelewana eh? Ongea na aka. Mimi sichekeshi. Leo nimekuza kibao. Siku nyingine nitamfanyia kitu cha ajabu, mtanishangaa watu wawili. Nipishe mimi. Mo, unakuja kunizalilisha mimi mbele ya hichi kizee chako? Mimi na wewe ndio basi. Unaendeleaje mke wangu? Nilikupa moyo wangu ukauchukua taratibu, sasa Mo, hivi kwani uliziki wewe? Watembea na Zai, watembea na mimi. Na hapo hujalizika, umetafuta na wanawake wengine. Tutakuwa ngapi ndani? Unatupanga, unatubadilisha kama nguo. Mbona una haya? Umeona tukupeleka wapi? Afu kama kile kitoto kitakupa nini kile? Baby, kwanza naomba nisamehe sana. Ila unajua ni mwanamke kwa ananisumbua sana mpenzi wangu. Yaani usiku mchana alikuwa ananiganda sana. Kwa mimi nikaona tu nitembee naye mara moja tu, alafu nimpe tu anachokihitaji, nimradi niachane naye. Yaani si kweli simpendi kabisa kutoka ndani ya moyo wangu. Yaani simpendi na yupo kabisa. Kwa hiyo naomba tu ipotezee na unisamehe tu kuhusu lile. Nakuomba tu mpenzi wangu, sitorudia tena. Sawa, nimekusamehe. Lakini sijirudie tena. Mimi sio kunipiganisha mtoto mdogo kama yule. Hayo mambo ninafanyaga zamani sana. Sitaki ajirudie tena aibu kama hilo ufanyika leo. Tafadhali mpenzi wangu. Najua kiukweli nimekutia aibu sana. Ila nakuomba tu kutoka ndani ya moyo wangu, naomba nifungulie moyo na unisamehe mpenzi wangu. Sitakuja kujirudia tena kwa hili. Alafu kipenzi changu, unajua panapokaa kodi yangu imeisha muda mrefu sana. Alafu babu na nyumba ananisumbua sana, anahitaji kodi yake. Na kanipa tu siku kadhaa. Kama nisipompatia kodi yake, basi niondoke huko ndani. Kiukweli mpenzi wangu, hapa nimechanganyikiwa, hata sielewi nini nifanye. Kwa nakuomba tu, naomba nisaidie kama una pesa, ili mradi niweze kulipa kodi na kuendelea maisha yetu hapa. Si unajua chumba ndio kila kitu mpenzi wangu. Unajua nakupenda sana Mungu. Na siwezi kukatalia kitu chochote. Ila leo sijaja na pesa. Ngoja nikaenda nyumbani niongee na mwanangu. Akinipa pesa na kutumia kwenye simu. Kesho tu mapema. Sawa mpenzi wangu? Mimi mpenzi wangu unanipenda sana. Yaani hauna baya na mimi hata kidogo. Asante kwa hilo. Kwa hiyo leo umekuja kwa ajili yangu au umekuja kuniona tu? Nilivyotoka nyumbani nilikuwa na hamu sana na wewe. Na nilikuja kwa sababu yako. Lakini nilivyomuona yule kidudu mtu, yani hamu yote imenikata. Leo niache niende nyumbani. Siku nyingine nakuja kwa ajili yako. Alafu kabla sijasahau, Zai kapata matatizo. Aongei kabisa yani. Kwa hiyo usiniulize tatizo ni nini, nitafute mwenyewe, atakupa majibu yote.
Yes, hello. Samahani, naomba niongee na mwenye simu. Samahani ndugu, huyu mwenye simu kidogo amepata ajali na hapa tuko hospitalini. Unasema? Baadaye. Baba, nataka kujua mke wangu namtibia saa ngapi? Ndio nilikuwa nampigia mtaalamu hapa ili aweze kuja aweze kumtibia mke wako. Lakini kwa bahati mbaya mganga amepata ajali.